standing here with the fellow ministers, the congregation, God has entrusted us to be watchmen over them. Praise the name of the Lord. That we alert them when there is danger ahead. And the worst danger that is ahead is the judgment waiting all of us. And the only way to escape that judgment is to walk into the provided way that God has provided for this time. Mume mdogo nataka tukashiriki 20 minutes. Is there no physician there? Je, hamna tabibu huko? Is there no physician? Je, hamna tabibu? Is there no balm? Je, hakuna in Gilead? Tabibu Gileadi. Jeremiah the prophet here. Jeremiah nabii anauliza. God revealed to him this. Mungu anamfunulia haya. Concerning the church of Israel, or the nation of Israel. Ama taifa la Israeli. Which is prophetic. Nini cha kinabii? For us today. In these last days. Katika siku za mwisho. You see, God's concern to them was, haja ya Mungu kwao ilikuwa, he says, is there no balm in Gilead? Is there no balm? Kwani hakuna zeri katika Gileadi? Is there no physician there? Hakuna tabibu. Why then is not the health of the daughter of my people recovered? Mbona basi afya ya watu wangu haijarejea? So we learn there quickly, brothers and sisters. Tunakimbilia pale wapendwa. When God provides the way, Mungu anapopeana njia for you kwako, to escape danger, ili uepuke hatari, to escape trouble, uepuke mashaka. Are you following me? Unanifuatilia? When God provides you a way, Mungu anapokupatia njia, to escape sin, ukaepuke dhambi, to escape hell, na ukaepuke jehanamu, to escape destruction, ukaepuke uharibifu, and then you refuse, na wewe uikatae njia hiyo, to accept God's provided way, kukubali njia ya Mungu iliyopeanwa, then God has the right to ask, basi Mungu ana haki ya kuuliza, why? Kwa nini? Why? Kwa nini? Why do you reject it? Kwa nini unalikataa? The hour we are living, wakati tunaishi, God has provided his way. Mungu amepeana njia yake for us to be saved, kwetu sisi tuokoke, for us to be cleansed, ili sisi tutakaswe from our sins, kutoka kwa dhambi zetu, for us to receive, nasi tupokee eternal life, maisha ya milele, for us to receive, ili tupokee the baptism, ubatizo of the Holy Ghost, wa Roho Mtakatifu, for us to be healed, nasi tuponywe of our diseases, wa maradhi yetu, of our sicknesses, na magonjwa yetu, in God's goodness, kwa wema wa Mwenyezi Mungu and mercy, na neema. God has a provided way, Mungu ana njia ambayo amepeana, to supply your needs, kupeana mahitaji yako, all your needs, ama mahitaji yako yote, because he is our creator. maana yeye ndiye muumbaji wetu. Are you following me? Unanifuatilia? Are we together? Tuko pamoja. God is our loving master, Mungu ndiye Bwana wetu mwenye our upendo, loving heavenly Father. Baba wetu wa mbinguni mwenye upendo. He created you and me, Amekuumba wewe na mimi, and brought you and me here to the world, akakuleta wewe na mimi hapa to duniani, serve for a purpose. tukatumikie kwa kusudi. That is his goodness, Huo ndio wema and wake his mercy to you and me. na neema yake kwako na mimi. But the trouble is, Na shida ni ya kwamba people don't want to listen to God, watu hawataki kumsikiza Mwenyezi and to Mungu accept God's provided way. na kukubali njia ya Mungu iliyopeanwa. They always want to have things Wakati wote wanapenda kupata mambo their own way. kwa njia zao wenyewe. That's the nature of a human being. Hiyo ndiyo asili ya mwanadamu. When sin perverted man, Dhambi ilipompotosha right mwanadamu from the Garden of Eden, kutoka bustani la Edeni, man, in this case Adam and Eve, mwanadamu hapa ni Adamu na Hawa, refused God's provided way walikataa njia ya Mwenyezi to have Mungu life eternal, kupata uzima wa milele, and they listened to another na voice wakaisikia sauti nyingine which perverted them from God's way of life. ambayo iliwatopotosha kutoka kwa njia ya Mungu ya And uzima. when they rebel against God's way, Walipoasi njia ya Mwenyezi Mungu, when they rebel against God's divine law, walipoasi kwa sheria ya Mungu ya because kiungu, God was very express, Mungu alikuwa njia moja kwa told moja, Adam and Eve, akamwambia Adamu na there Hawa, are two trees in the Garden of kuna Eden, miti miwili katika bustani, tree of life, mti wa tree uzima of knowledge of good and evil. na mti wa maarifa. You can eat the fruits Mweza kula matunda any other tree there, wa mti mwingine but pale, of the fruits lakini wa of matunda knowledge of good and evil, maarifa ya wema na mabaya don't eat it. msiale. The day you eat it, Ile siku you mtakayala will surely die.
Nyinyi mtakuwa And I want to tell you, brothers and sisters, nataka niwaambie ndugu na dada, when God says something, Mungu anapolinena jambo, He means what He says. yeye humaanisha alivyosema. Am I with you? Bado tuko pamoja? Are we still together? Amen. Are we still together? Listen to me. Hebu nisikize. God means Mungu anamaanisha what He says. anavyolisema, And He says na anavyosema what He means. anasema anachomaanisha. You've got it? God cannot change His mind Mungu hawezi badilisha on wazo what lake He has said. kwa kile ambacho alisema. That's why when we come to church, we don't come to church Hatuji kanisani pray kuomba to change God's mind, kubadilisha wazo la Mwenyezi Mungu, because God cannot change His mind. maanake yeye hawezi badilisha He wazo lake. says, I am God Anasema mimi ni and I Mungu, change not. badiliki. It is you and me who need to be our minds to be changed. Ni wewe na mimi tunahitaji akili zetu zibadilishwe. When you pray, Unapoomba say, Lord, sema, Bwana change my mind badilisha mawazo yangu, to obey your will, mapenzi yako, accept your will. bali mapenzi yako. That's what Jesus showed us the example in Na Gethsemane. ndio maana Yesu alituonyesha mfano In the Getsemane, garden of Gethsemane, katika bustani la Getsemane. Jesus prayed, the Son of God Akaomba mwana wa Mungu is facing the cross kabiliana na msalaba before him, mbele zake, pay the price of salvation for you and me. kulipa gharama ya wokovu kwa yako na mimi. But when he prays, Alipoomba he tells his father, ke, he says, I wish you could take this cup away from me, natamani this changu bitter cup, because he also wanted to live. alitaka kuishi. Jesus also wanted to live. Yesu pia alitaka kuishi, He also didn't want to die hakutaka kufa as a human being, kama binadamu. but he knew he was there for the purpose Alijua alikuwa to pale kwa kusudi fulfill the perfect will of his Father. kutimiza mapenzi kamili ya baba yake. That's why he prayed and said, Na hii ndio maana inasema let her nevertheless, zaidi ya let yote not my will be done, mapenzi yangu yasitendeke, but your will be done. lakini mapenzi yako yatendeke. Hallelujah. Amen. And that's why the Lord's prayer, Na hii ndio maana maombi ya our Father who art in heaven, baba yetu, hallowed be thy name, jina lako thy litukuzwe, kingdom come, ufalme wako thy uje, will be done on earth mapenzi yako yatendeke as it is in. jinsi linavyotendeka Heaven. juu mbinguni. So, brothers and sisters, Kwa hiyo ndugu na dada zangu, when God reveals his will to Mungu you, anapofunua mapenzi his yake, way, njia yake, by his grace, kwa neema by yake his mercy, na kwa rehema, and people reject, na watu wakatae, then they are in for destruction. basi wanabaki kwa uharibifu. Are you following me? They Unanifuatilia? are in for trouble, Wanabaki mashakani, and they will never blame God wala hawatamlaumu Mwenyezi if they fall into trouble, wakianguka mashakani, if they fall into destruction. wakianguka kwa uharibifu. It's the same today, Ni vile vile leo, because God in his mercy, kwa sababu Mungu kwa neema yake. we are going to let's go to Second Kings. Wafalme wa pili. I like this very well, Napenda hii sana. and if I can only say it within the next 15 minutes to you, Kama nitasema dakika 15, there should be no person here usikuwe na mtu who is not saved. ambaye hajaokoka. In the next 15 minutes, Kwa dakika 15 if zijazo, every one of you believes this, kama nyote mtaamini hii, there will be nobody leave that door when you are sick. hakuna mtu atatoka kwenye ule mlango kama All mgonjwa. of you will go when you are healed. Nyote mtaenda kama mmepona. I don't care what disease Sijali ni maradhi gani is disturbing your life, inasumbua maisha yako, but if you can get this, na kama utapokea hili, there is no hard case with God. hakuna kesi ngumu na Mungu. It will only be depend on your faith Itategemea tu imani and yako how much you are ready to believe God na jinsi gani uko tayari kumwamini and Mwenyezi Mungu believe his word. na kuamini neno lake. Then that's how the decision will be. Huo ndio mwamuzi utakaokuwa. You are going to leave this place Utatoka mahali hapa a better person you came, mtu bora or zaidi you will ulivyokuja, leave worse than you came. ama utatoka vibaya zaidi ya ulivyokuja. It depends on your attitude. Inaegemea mtazamo wako. Praise the Lord. Amen. 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 Attitude matters so much. Do you know what I mean by attitude? Unajua namaanisha nini? Attitude means a fixed mode of thinking. Aina moja ya kufikiria, A fixed mode of thinking. njia moja ya kutazamia vitu. Example,
Mfano. I'm just giving this an example. Don't feel hurt, anybody. Don't feel hurt. Usione kama na kuudhi, usiudhike. I'm in Kenya. Niko Kenya. If I'm in Uganda, nikiwa Uganda, I would mention a different story. Ningetaja so let me give my story in Uganda so that you don't feel bad. Ili usione vibaya. In Uganda, kule Uganda, we have a fixed mode of thinking. Tuko na aina moja ya mtazamo. That Baganda women are romantic. If you want a woman who can really tantalize you in the bed, ukitaka mwanamke ambaye akupendeza kitandani, then you marry a Muganda. Basi uoe Muganda. It is a fixed mode of thinking. Hiyo ni aina moja ya mtazamo. It is our attitude. Ni mtazamo wetu. And so you find many people will want to marry Muganda. Basi utapata watu wengi wanataka kuona msichana wa Muganda. From Western. Ama kutoka magharibi. From President Museveni's tribe. Katika kabila la Rais Museveni. Rwanda and so forth. Wale Wanyarwanda na wengineo. Is it just a fixed mode of thinking? Hiyo ni aina tu ya mtazamo. But you don't ask me, brother Charles, have you tried? No. Usiniulize kama ndugu Charles nimejaribu, hapana. But when I'm telling you, ninachokuambia, attitudes can be built. Mtazamo unaweza jengwa. And it is difficult to change them. Na iwe ngumu kubadilisha. Isn't it? Amen. And it is worse in politics. Na ni mbaya sana kwa siasa. And I know you have those attitudes in Kenya. Najua pia mna mtazamo kama hizo hapa Kenya. Elections. Nyakati za uchaguzi. You have a tribe, you say that tribe. Unasema hii kabila. Isn't it? Amen. Those people. Wale watu. Yes, is an attitudinal issue. Ni mtazamo watu wanakuwa nao. So, also when it comes to the word of God. Inafikia neno la Mwenyezi Mungu pia. We must mind about our attitude. Lazima tutazamie mtazamo wetu. Right? Amen. If you put in your mind. Ukiweka katika akili yako. It is my church. Ni kanisa langu. That will take me to heaven. Itanipeleka mbinguni. So when the word is preached, basi neno linapohubiriwa, you will not change. Hautabadilika. You see, but if you have attitude, ukiwa na mtazamo, me I want the truth. Mimi nataka ukweli. Let them that preacher tell me the truth. Wacha huyo mhubiri aniambie ukweli. Tell me Bible truth. Aniambie ukweli wa Biblia. If it is in the Bible, kama iko kwenye Biblia, I will believe it. Mimi nitaliamini. If you have that attitude, kama una mtazamo huo, you will not leave this place the same. Hautatoka hapa vile vile. Are we together? Amen. If you have the attitude, kama una mtazamo huo, like I had, jinsi nilivyo nao, telling me about that Jesus, kunieleza kuhusu huyo Yesu, and when they told me about Jesus, waliponieleza, something got out of me. Kuna kitu kilinitoka. Today I'm here witnessing to you. Niko hapa na shuhudia Jesus Christ, kwamba Yesu Kristo is the same yesterday, today and forever. Ana leo na hata milele. Hallelujah. Amen. So let God help you to change your attitude. Mungu akuwezeshe ubadilishe mtazamo wako. Change your attitude of religion. Badilisha mtazamo wa dini. Change your attitude of culture. Badilisha traditions. Change that. Mila na itikadi. Now come and believe the Bible. Basi uamini Biblia. Because Jesus said, Yesu anasema, heaven and earth shall pass away. Mbingu na nchi zitapita. My word can never pass. Neno langu halitashindwa kamwe. Desire only to hear the truth. Tamani kusikia ukweli pekee. And what is the truth? Na ukweli ni nini? Jesus said, Yesu anasema, sanctify them by thy truth. Watakase kwa ukweli wako. Thy word is truth. Neno lako ni kweli. And he said, those who believe in the truth, wanaoamini ukweli, the truth will set them free. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Not the church will set you free. Sio kanisa litakuweka huru. Not the tradition will set you free. Sio itikadi. The truth will set you free. Lakini ukweli utakuweka huru. And the truth is Jesus. Na ukweli ni Yesu. And Jesus is the word of God. Na Yesu ni neno la Mungu. Hallelujah. Amen. So your attitude must change. Badilike. Amen. Amen. Once you change your attitude, unapobadilisha mtazamo, it can go a long way. Inaweza enda nawe mbali. To change your life forever. Badilisha maisha yako milele. Amen. 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 Oh, glory to God. Hallelujah. Amen. Let me show you, brothers and sisters. Wacha niwaondeshe ndugu na dada. Quickly in 2 Kings. Wafalme wa pili. Here is a king. Hapa pana mfalme of Israel. Wa Israeli. His name is mentioned, Ahaziah. Jina lake limetajwa Ahazia. He fell down through the lattice. His upper chamber was in Samaria. And was sick. Alikuwa mgonjwa. He sent messengers. Akatuma wajumbe. I said to them, akawaambia, go, inquire of Beelzebub, nendeni mkaulize Mungu wa Ekroni, whether he shall recover kama of this disease. Ugonjwa huu. Isn't that what we are seeing today? Sivyo tunavyoona leo hii? Isn't this what we are seeing? Si hivyo ndio tunaona? Somebody is sick.
Mungu tu ni mgonjwa. I remember Nakumbuka when AIDS came in my country ugonjwa wa ukimwi ulipokuja in the late 1980s, mwaka wa 80 early 1990s. na 90. There was just a false message went. Kulikuwa na ujumbe wa uongo That sickness was a family thing, a cultural thing. kwamba ugonjwa ulikuwa wa jamii. And people in my district called Rakai died in thousands. Watu wangu wa wilaya yangu hapa kwa wengi. Then a lady rose from there. Msichana akainuka pale. I will get her name shortly. Nitapata jina lake hapo mbele. A witch doctress. What do you call her? A witch. Mganga. She was called Nanyonga. Alikuwa anaitwa Nanyonga. I remember that name. Nimekumbuka jina lake. Thanks be to God. Nanyonga. Nanyonga. She took advantage Akachukua of the situation of people who are desperate akachukua to get hatua healing from AIDS. wapate uponyaji kutoka kwa ukimwi. And the scientists were telling her there is no cure for it. Wanasayansi walikuwa wanasema hakuna uponyi. The first man to die of AIDS to come openly Mtu wa kwanza Lutaya. alikuwa anaitwa Lutaya. Kampala. Kule Kampala. He was a music artist. Alikuwa mwimbaji. He used to run with young women and so forth. Alikuwa anakimbia na wasichana wadogo na like you see them on TV. Vile tunaona kwenye runinga. Then he got a disease. Akapata ugonjwa. Then even politicians and so forth. Hata wanasiasa na wengine got sickness. Matajiri wakagonjeka. Now this the lady Nanyonga. Huyu Nanyonga in Masaka district. Kule wilaya ya Masaka. My pastor there knows na Masaka Mpugwe. Mchungaji anajua huko. That lady. Huyo msichana now said she had a solution for it. Akasema ana suluhisho ya ugonjwa huo. To cure AIDS. Kuponya ukimwi. And what was the solution? Na suluhisho ilikuwa nini? She had in her garden a special soil. Katika shamba lake alikuwa na mchanga. Which was blessed. Ambao ulikuwa umebarikiwa. Which no other people had. Hakuna watu walikuwa nayo. And she was ready to give you soil to drink, to eat. Alikuwa tayari kupatia mchanga ukule. Of course with the money. Uko na pesa. Do you know that she even had a shrine? Unajua alikuwa hata na madhabahu. Do you know that even politicians in Kampala? Hata wanasiasa Kampala. With the posh cars. Na magari makubwa. Had to change. Walikuwa wanabadilisha. You know, change clothes. Wanabadilisha mavazi. Go like ordinary people. Waende kama watu wa kawaida. Camouflage these guys. Kama wamebadilisha hali yao. To go and see that lady. Ili wakamuone huyo dada. To eat soil. Wale mchanga. So that they can get cure from AIDS. Wapate dawa ya ukimwi. This brings to me to this thing, friends. Inaniletea kwa hili jambo. You see, a key. Ni funguo. I don't know who has got a key here. Sijui nani ana funguo hapa. Just help me give me a key. Thank you, brother. Do you know the work of this key? Unajua kazi ya hii funguo? The work of this key. Kazi ya hii funguo is to open. Ni kufungua and to close. Na kufunga. Isn't it? Amen. It opens the door. Inafungua mlango. It closes it. Na inafunga tena. So if you have this key, kama una hii funguo, you can access your house. Unaweza ingia nyumbani mwako. Is that correct? Amen. You can also, and when you access your house, unaweza ingia nyumba yako. Blessings are in the house. Baraka ziko kwa nyumba. Not outside. Inasema hivyo. Amen. So if anybody who doesn't have the key, kama mtu ana ufunguo, unless he duplicates it, pengine achonge nyingine, he cannot enter your house. Hawezi ingia nyumba yako. Or your car. Ama gari lako. For that matter. Kwa hali hiyo. You see that? Unaona hiyo? So there is power in having a key. Basi kuna uwezo katika kuwa na kifunguo. Spiritually speaking, kiroho ni kinena, key represents ufunguo unawakilisha the solution, suluhisho to the problems of people. Kwa shida za watu. Are you following me? Amen. Did you know in terms of disease? Katika hali ya maradhi. I've talked about AIDS. Nimeliongelea. Nanyonga thought she had a solution. Nanyonga akadhani ana suluhisho. She had a key. Alidhani ana funguo. That could solve the problem. Ambayo ingesuluhisha shida. AIDS epidemic. Za shida za ukimwi. People took the soil. Watu wakachukua mchanga. Today people are still dying of AIDS. Mpaka leo hii watu wanakufa bado. But when polio came, lakini when malaria came, malaria ilipokuja, when other diseases came, maradhi mengine ilipokuja, the scientists were able to find a key. Wanasayansi walikuwa na uwezo wa kupata ufunguo. Whoever found a key, yeyote aliyepata funguo. Oh, listen to me. Hebu nisikilize. Whoever found a key, yeyote anapata ufunguo for a polio vaccine, ya tiba ya polio. A scientist wanasayansi found a vaccine for polio, waliopata chanjo ya polio, and he built a patent right on it, jenga haki and a company on it, kampuni juu yake, they became billionaires. walikuwa mabilionea.
Let me give you a practical one. Wacha nikupatie mfano. We had a issue of technology. Tulikuwa na mambo ya teknolojia. Then there is this man called Bill Gates. Kuna huyu bwana anaitwa Bill Gates. You know Bill Gates? Bill Gates was a dropout from Harvard University. Alikuwa ameacha chuo kikuu cha Harvard. He dropped out from Harvard University. Aliacha shule before he graduated. Kabla ya kuhitimu aliacha shule. Then he got what do you call it? I don't know the language they use it. There's a language they use. God will help me to get it. Kuna lugha wanatumia, Mungu atanisaidia. Package for a solution for ICT. Suluhisho ya mitandao. Harvard University katika shule ya Harvard was looking for it. Ilikuwa inatafuta hiyo solution. To get it. Walikosa kuipata. Bill Gates got it. Lakini Bill Gates akaipata. And he took it back to Harvard University. Akaipeleka katika chuo kikuu. When he took it, alipoipeleka, his solution passed. Suluhisho lake likapita. And he came up with Microsoft. Akakuja na Microsoft. And he patented it. Akaichukua. Built a company and patent. Akajenga kampuni na ikatia haki yake. Leo hii Bill Gates is the richest man in the world. Yeye ni mtu tajiri duniani. He has been passing a lot of those ranks. Amekuwa akipitisha vitu vingi. Buffett, you have others who are coming. Najua kuna wengine pia wanakuja. But it is him. You see the computer. Lakini when you talk about computer, you have to talk about Bill Gates. Lazima uongee kuhusu Bill Gates. Because he got the key. Maana alipata ufunguo. To solve the problem of ICT. Kusuluhisha shida ya mitandao. Life, brothers, sisters, is like that. Maisha, ndugu na dada, ni hivyo. Whoever has a key. Yeyote aliye na ufunguo kwa shida ya jambo fulani. That's the person people are going to look at. Huyo ndio mtu watu watatafuta. And is the one who going to become rich. Yeye ndiye atatajirika. That's why we are going to see. Hii ndio tunaona. The pastor was telling us. Mchungaji akituambia. When we come to Christianity. Tunapoingia kwa Kristo. Leo hii. We are going to have fake preachers. Tutakuwa na ubiri bandia. Who say they have got a key. Wamepata for you to become rich. Ili upate kutajirika. And they have the key. Na wana funguo. And you see them with it. Unaona wakiwa na funguo. And they take advantage. Wanachukua sababu hiyo. African people. Ya sisi watu wa Afrika. Who are having a poor economy. Ambao tuna uchumi mbaya. Uganda or Kenya. Uganda ama Kenya. So the poor people they fleece you. They really call you money. Watu wa masikini watanyonywa kabisa. Because they deceive the people. They have the key. Wanapotosha watu wako na kifunguo. I was watching yesterday on TV. Nikatazama jana kwenye runinga. Preacher saying he has a key. Na mhubiri anasema for you to get international jobs. Ili upate kazi za kimataifa. You see that? So people are flocking to his church. Watu wanafurika kanisa lake wakidhani ana funguo. That they can go to abroad in Dubai. Wataenda Dubai na kupata kazi kubwa. And many times people are being deceived. Wakati mwingi watu wanapotoshwa. And now the question is. Na swali ni ya kwamba. Spiritually speaking. Kunena kiroho. Who has the right key? Ni nani ana funguo unaostahili? Eternal life. Kukupatia maisha ya milele. Tutapata hilo. It's not the bishop, sio askofu, it's not the pope, wala sio papa, wala sio askofu mkuu, wala sio mchungaji, sio kanisa lolote, wala sio dhehebu. Aliye na funguo peke yake kukupeleka mbinguni ni Bwana Yesu Kristo. It's only Christ. Yeye pekee. Because he's the one who said I am the way. Yeye anasema mimi njia, ukweli na uzima. No one goes to the Father except through me. Hakuna aendaye kwa Baba kupitia kwangu. But today people are getting are going through other men. Leo hii watu wanakimbilia wanadamu. So different denominations. Madhehebu tofauti. No, we have the key. Wanasema tuna funguo. Tunao funguo. We have the way. Sisi tuna njia. The Methodist, Baptist, Presbyterian. Who is this of Legio Maria. Isa Masia, and so forth. Na wengineo. People are running here everywhere. Watu wanakimbia kila mahali. But they forget this. Wanasahau hii. The right man with the key. Yule mwenye kifunguo. The key of life. Ufunguo wa uzima. Is the Lord Jesus. Ni Bwana Yesu Kristo. And Jesus is the word of God. Na Yesu ndiyo neno la Mungu. Hallelujah. Amen. Are we so far together? Tuko pamoja? Are we so far together? Tuko pamoja. Why would you go to a witch doctor? Kwa nini uende kwa mganga? Like this king. Kama huo funguo. You see? There is a living God. Kuna Mungu aliye hai ambaye ni mponyaji. Bado unaenda kuuliza waganga. It is the same today. Ni vile vile leo hii. Isn't it? Sivyo? People
consulting witch doctors. Watu wanauliza waganga When they think there is a land dispute at home. wanapohisi kuna shida ya ardhi mashambani. When they think that there is a sickness at home. Wanapofikiria kuna shida ya magonjwa, watoto, or maybe a marriage ama problem. pengine shida ya ndoa. Why the marriage is not working well. Ndoa haiendi sawa sawa. So you find a woman. Unapata mwanamke anaenda kuuliza consult the witch doctor. Mganga. Others today, you know what's happening? Wengine unajua nini inafanyika? Even pastors, hata wachungaji who are just fake pastors, ambao ni bandia, they take advantage, wanachukua hiyo fursa of a woman ya mwanamke who has been barren for years, ambaye amekuwa tasa kwa miaka. Then this pastor will tell her, huyu mchungaji atamwambia, as I have the solution, kwamba ninalo suluhisho, and the solution, na suluhisho is for me to sleep with you. Ni mimi nilale na wewe. I've two hard cases. Hamjasikia mambo kama hayo? Where pastors mahali wachungaji are sleeping with the women, wanalala na wanawake, with the sister, with their flock, na washirika wao. A pastor defiling the flock, akinajisi kwamba ana suluhisho to solve the problem of impotence, kusuluhisha shida ya utasa, problem of barrenness, shida ya utasa, and so forth. Na namna hiyo. And yes, the word of God is here. Na neno la Mungu liko hapa. Jesus said, ask anything in my name, uliza mimi nitalitenda. Bible says, ask, Biblia inasema omba nanyi mtapokea, seek and you shall find, tafuta na mtapata, knock and the door shall be opened. Lango litafunguliwa. It's all about your faith. Ni kuhusu imani yako in the Lord Jesus katika Bwana Yesu Kristo. Bible says, Biblia inasema all things are possible, yote yanawezekana kwa wale wote wanaoamini. Praise the Lord Jesus. Amen. So why would you accept, sister, kwa nini unakubali dada to go and the pastor kwenda kwa mchungaji to solve that problem, asuluhishe hiyo shida? Where God, let me tell you, wacha nikwambie, God says, Mungu anasema, I am God, I change not. Mimi ni Mungu wala sibadiliki. Is that clear? Je, ni wazi hilo? Is that clear? Amen. I'm coming to close my service. Naja kumaliza ibada. When God, wakati Mungu, when God, brethren, Mungu apendwa, when somebody comes, mtu anapokuja with a problem before God, na shida mbele za Mwenyezi Mungu, and he meets the condition of God, na kutana na masharti ya Mungu, and God helps that person, na Mungu amsaidie huyo mtu. When another person, mtu later comes, baadaye akija with the same problem, na shida ya aina hiyo hiyo, to God, kwa Mwenyezi Mungu, and he meets the same condition, na kutana na masharti yale yale, God will do to that person, Mungu atamtendea huyo mtu the same way he did to this one, ile alivyomtendea wa kwanza. Because kwa sababu if he changes his method, kama akibadilisha maisha yake ya kusaidia huyo mwingine, is no longer God, basi yeye sio Mungu tena. But God's decision, lakini uamuzi wa Mungu, decision is perfect. Uamuzi ni mkamilifu. God is perfect. Mungu ni mkamilifu. Are you following me? Unanifuatilia? Example, mfano, the first sinner, mwenye dhambi wa kwanza, who wanted salvation, ambaye aliingia kwa wokovu, who wanted redemption, ambaye alipata ukombozi, Adam and Eve. Adamu na Hawa. Adam tried a fig leaf. Adamu alijaribu matawi. That is religion. Hiyo ni dini. And that's man's way. Na hiyo ni njia ya mwanadamu. That is destruction. Ni uharibifu. Praise the Lord. Amen. But God got two animals. Mungu akapata wanyama wawili. Killed them. Shed blood. Akamimina damu. Brought the skin. Akaleta ngozi. Close Adam. Akawavisha Adamu. Another skin. Na ngozi nyingine. Close Eve. So God told Adam and Eve, akamwambia Adamu na Hawa, for your sins to be forgiven, kwa dhambi zenu zipate kusamehewa, for me to accept you again, ili kuwakubali tena, for me to forgive you again, ili wasamehe tena, for you and me, ili wewe na mimi to make peace again, tuwe na amani tena, and to have fellowship na tuwe na ushirika tena. The basis of fellowship, ile chanzo cha ushirika, the basis of forgiveness, chanzo cha msamaha, the basis of peace, chanzo cha amani, is under the shed blood, ni chini ya damu iliyotolewa, an innocent substitute, ya ile kitu kisio na hatia. And God has never changed. Na Mungu hajabadilika. That's why in the Old Testament, ndio maana agano la kale, slaughtering bulls, walikuwa wanachinja fahali na mbuzi, but the blood of God, lakini damu ya mbuzi or bulls, ama fahali, never for remitted sin, hazikuondoa dhambi kabisa, only covered sin, ilifunika dhambi tu. But for us in the New Testament, lakini kwetu kwa agano jipya, God so loved the world, Mungu alipenda ulimwengu, gave his only begotten son, akamtoa mwana wake mmoja pekee, whoever believes in him, atakayemwamini asiangamie, apate uzima wa milele. Jesus the Lamb of God, Yesu mwana kondoo wa Mungu, when he is slaughtered on the cross, alipochinjwa msalabani, he dies, akafa, akafufuka tena, the third day, siku ya tatu, he shed his precious blood, akatoa damu ya dhamana. Leo hii, my brother and sister, ndugu na dada yangu, we have tried denominations, tumejaribu madhehebu, they have all failed, zote zime
zimeshindwa. We have tried churches. Tumejaribu kanisa, zote zimeshindwa. Tumejaribu itikadi, zimeshindwa. Rosari imeshindwa. Mambo yote yameshindwa. Na siasa imeshindwa. Biashara imeshindwa. Waganga wameshindwa. Kila mwanadamu ameshindwa. Praise the Lord Jesus. Amen. The only option we return to God's original way. Turudi kwa njia ya Mwenyezi Mungu ya asili. Shed blood. Chini ya damu iliyomwagika ya mwana wake Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Can't you give a mighty clap to Jesus? Piga makofi kwa Yesu Kristo. Give a mighty clap to the Lord. Piga makofi kwa Bwana. I want to clap to the Lord. Nataka kupigia Bwana makofi. Do you see that point? Unaona hiyo? And so today, na leo hii, my precious brothers and sisters, wapendwa ndugu zangu na dada zangu, if you are here, kama uko hapa and you are in a burden of sin, na uko katika mzigo wa dhambi, adultery, katika usherati, uzinzi, uovu, whatever, chochote, prostitution, ukahaba, drunkenness, ulevi, alcoholism, ulevi, your bondage, katika utumwa ya hizo roho, those demons, ya hizo pepo, if you're in that kind of situation, kama uko katika hali ya aina hiyo, God does not change. Mungu hajabadilika. All you need to do, utahitaji kufanya nini? Humble yourself, ujinyenyekeze, meet the conditions of God, ukutane na masharti ya Mwenyezi Mungu, believe the gospel, amini injili ya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. And God, naye Mungu will forgive you atakusamehe all your sins, dhambi zote, just as he forgave jinsi alivyosamehe Pastor Gaspar, mchungaji Gaspar, just as he forgave jinsi alivyosamehe brother Pastor David, mchungaji David, just as he forgave jinsi alivyosamehe mimi, just as he forgave the brother, jinsi alivyosamehe ndugu, millions of other na mamilioni ya watu wengineo. God has no respect. Mungu haheshimu mwanadamu. He only sees your heart. Yeye huona tu Do you believe? jinsi unaamini. Hallelujah. Amen. Do you accept it? Je, unakubali hilo? Do you accept what God has already Unakubali done? kile ambacho Yesu Mungu ametenda? That's the problem. Hiyo ndio shida. Likewise, sickness. Magonjwa. If I know there are people here who are sick, kama najua kuna watu wagonjwa, and I'm saying, nasema I don't care what the disease, sijali ni magonjwa gani, whether it is HIV, hata kama ni virusi vya ukimwi, hata kama ni saratani, hata kama ni fibroids, malaria, pancreas cancer, hata saratani ya gani, iwe kitu gani, you need only to understand this. Unastahili kuelewa tu, when Jesus died on the cross, Yesu alipokufa msalabani, it was a dual atonement. Ilikuwa ni toleo mara mbili. The atonement he made was for both your sins kwa dhambi zako and your sicknesses, na magonjwa yako. That's why the Bible says Biblia inasema he was wounded for our transgression, kwa makosa yetu. He was bruised akaumilichubuliwa for our iniquities. Wetu. And with his stripes, na kwa kuchapwa kwake we were healed. Sisi tumeponywa. Not we shall be healed. Sio kwamba tutaponywa. We are already tayari tumeponywa. When Jesus died on the cross, Yesu alipokufa msalabani ya Kalvari. So if you want healing, ukitaka uponyaji, healing is best. Uponyaji umewekelewa personal faith, kadibani yako binafsi, on the finished work kwa kazi kamilifu ya msalaba wa Kalvari. If Jesus stood here, kama Yesu atasimama hapa with the suit I am in, na suti ambayo nimevaa, na wewe ni mwenye dhambi, unataka kusema Bwana, nataka niokoke, Jesus will tell you, Yesu atakwambia, I can't do it now. Mimi siwezi lifanya saa hizi, I have already done it. Tayari nilifanya. So what are you supposed to do? Unafanya nini? Only believe, amini tu and accept it, na ukubali. And that's it. If you are sick, kama wewe ni mgonjwa, and you want the Lord Jesus to heal you, unataka Bwana akuponye, and he's standing here, na amesimama leo hii hapa, Jesus will tell you, Yesu atakwambia, I can't heal you now, siwezi kukuponya saa hizi, because it's already done, kwa sababu ilifanyika kitambo, I did it on the cross, ilitenda msalabani. So what are you supposed to do now? Unafaa kufanya nini sasa? Only believe, amini tu, and accept it, na ukubali hilo. Accept Jesus, ukubali Yesu as your personal kama mwokozi ama mponyaji wa maisha yako. Accept him, ukikubali hivyo, as your personal savior, kama mwokozi wa maisha yako. In the Greek, katika Ugiriki, the word saved, neno okoka, means zozo, inamaanisha zozo. That word saved, okoa, is the same. Ni vile vile. When he says, navyosema,
Whoever shall call on his name shall be saved. Atakaye liita jina lake ataokolewa. Others will be delivered. Atakombolewa. Will be set free. Utawekwa huru. When a sick man came to Jesus, mgonjwa walipokuja kwa Yesu, Jesus told him, Yesu akamwambia, you go. Your faith imani yenu has saved you. Imewaokoa. You see, unaona, the same faith ile imani which saves your soul inaokoa nafsi yako is the same faith hiyo imani which heals your ambayo inaponya magonjwa yako. The same faith. Imani hiyo you got to believe it. Lazima uamini. If you don't believe it, kama hauamini, nothing will happen. Hakuna kitakachotendeka. Because sin, maana dhambi in the Bible, katika Biblia is unbelief. Ni kutoamini. There is only one sin in the Bible. Kuna dhambi moja tu. That is unbelief. Ni kutoamini. In the word of God. Katika neno la Mungu. That is sin. Hiyo ndio dhambi. So if you don't believe it, kama hauamini, that's why the Bible says, ndio Biblia inasema, who believes je, mnaamini? And is baptized, atakayebatiza kuamini, amini na kubatizwa ataokolewa. Who does not believe, asiamini, will be condemned. Amehukumiwa. So unbelief, kutoamini, is sin. Ni dhambi. And people will not believe, na watu wasioamini, are condemned. Wamehukumiwa. And they will face God in the day of judgment. Watakabiliana na Mungu wakati wa mwisho. For not believing his word. Kosa kuamini neno lake. So you and faith imani comes by hearing, kwa kusikia, and hearing the true word. Na kusikia ukweli. That's why we endeavor to preach you the truth. Ndio maana tunasisitiza kuhubiri neno la ukweli. Amen. Amen. So because of time, kwa sababu ya wakati, I just want to say like this. Nataka niseme hivi. In verse 3, mstari wa 3, in 2 Kings, Wafalme wa pili, it says like this. Inasema hivi. But the angel of the Lord, malaika wa Bwana, said to Elisha the Tishbite, akamwambia Elia wa Tishbi, arise, go up to meet the messenger. Ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria. And say to them, ukawaambie, is it not because je, ni kwa sababu there is not a God in Israel? Hapana Mungu katika Israeli. You go and inquire. Mnaenda kuuliza the Beelzebub, the god of Ekron. Beelzebub, mungu wa Ekroni. Listen church. Sikiza kanisa. Time is ticking. Wakati unakwisha. I'm beginning to sweat here. Naanza kutoa jasho. I'm beginning you to get tired. Naanza kuchoka. Listen to me. Nisikilize. God, Mungu, is full of mercy. Amejaa neema. The Bible says he is rich in mercy. Amejaa rehema. The Bible says he is not willing hapendezwi that any soul be perished, nafsi yoyote iangamie, but come to repentance. Lakini ifikie toba. Did you know ulijua that ya kwamba it is very hard to go to hell? Ni ngumu sana kwenda jehanamu. You know it? Ulijua hivyo? Maybe nobody has told you like that. Pengine hakuna mtu amekwambia hiyo. But I want to tell you tonight. Nataka nikwambie leo hii. Do you know ulijua that it is very hard to go to hell? Ni ngumu sana kwenda jehanamu. God has put all the roadblocks. Mungu ameweka vizuizi vyote to make sure no sinner goes to hell. Kuhakikisha hakuna mwenye dhambi anaenda jehanamu. No human being goes to hell. Hakuna binadamu anaenda jehanamu. Because hell, maana jehanamu was not created for human being. Haikuumbiwa wanadamu. It was created for the devil. Iliumbiwa shetani and his angels. Na malaika wake. I listen to me. Unanisikiliza? But lakini it is people themselves. Ni watu wenyewe who force their way to hell. Wanajilazimisha kwenda jehanamu. And tonight here, na leo hii pia, you will leave this place. Utatoka hapa to force yourself to go to destruction. Ujilazimishe kwenda kwa uharibifu. On your own. Kwako wewe mwenyewe. But on the side of God, lakini upande wa Mungu, he has done everything. Amefanya kila kitu kiwezekanacho. To give you opportunity. Kukupatia fursa. To receive his blessing. Kupokea baraka zake. To receive his mercy. Kupokea neema yake. To receive his forgiveness. Kupokea to receive the baptism of the Holy Ghost. Kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. To get the true baptism. Kupata ubatizo unaostahili. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. God has made it possible. Mungu amefanya iwezekane. If you have been in darkness, kama umekuwa katika giza katika maisha, churches, katika makanisa, katika madhehebu, God raised Pastor Gaspar. Mungu akamwinua mchungaji Gaspar. Here in Lakisama. Hapa mjini Lakisama. A vindicated servant of God. Mtumishi wa Mungu aliyedhihirishwa. Who is not after popularity. Ambaye hatafuti sifa. Look, such a man. Tazama mtu kama huyo. He is not after money. Hatafuti pesa. Not after members in the church. Hatafuti washirika kanisani. So na mambo mengine. Just telling the people the truth. Anaambia tu watu ukweli. What did it? It is the grace of God. Hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu. Amidst all falsehood in Nairobi. Kati ya udanganyifu wote Nairobi. In Babadogo. Babadogo. In Lakisama. In all these places. Na hivi maeneo yote. God has raised someone. Mungu ameinua mtu. His servant. Mtumishi wake. Who is
is here ambaye ni mwaminifu to tell you nothing but the truth. kuambia ukweli wala si kingine wa Yesu Kristo. Give a mighty clap to Piga him. makofi mazuri kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I can tell you, Naweza kuambia people in Laksama, watu wa Lakisama in the day of judgment, siku za hukumu they will have nowhere to hide themselves. hawatakuwa na njia ya kuepuka. Are you listening to me? Unanisikiliza? Because the truth Kwa sababu has ukweli been preached. umehubiriwa. Hallelujah. Amen. People have been saved here. Watu wameokolewa People have hapa. been baptized Watu wamebatizwa in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. God has healed the people Mungu ameponya watu through this humble ministry kupitia mtumishi wake by preaching of the truth. kwa kuhubiri ukweli. God has confirmed. Mungu amethibitisha. Why are not people coming? Kwa nini watu Why are hawakuja? people still stuck Kwa nini watu wako mbali? in deception, Katika upotofu, in false preachers katika udanganyifu, who want money, ambao wanataka who want pesa, big belly, wanataka matumbo makubwa, want to build all plazas wanataka kujenga and schools in Nairobi na shule kubwa Nairobi, and they want to buy planes na kununua ndege. like in Kampala. Kama Kampala We have Pentecostal pastors tuna wachungaji wa who Pentekoste have bought planes ambao wamenunua and ndege so forth. na mambo mengine, They have become filthy rich. wamekuwa tajiri kupindukia. But if you look at the congregation, Ukiangalia umati wao, they don't want to tell the people the truth. hawataki kuambiwa ukweli. The poor fellows, Watu they are being blinded wamepofushwa and they cannot see the genuine ministry na hawawezi kuona huduma halisi which is telling them the truth. ambayo linawaeleza ukweli. But God is merciful. Lakini Mungu ni wa neema, He will never bring anybody to judgment hata achilia mtu aingie kwa hukumu without warning. bila kuonywa. And I believe God brought me from Kampala Naamini Mungu to amenitoa give you Kampala this message. kukupatia ujumbe It's huu. a warning from God. Ndio onyo la Mwenyezi Mungu. And my brother, sister, Ndugu yangu, dada yangu, take heed to this warning. ukatii siku ya leo. It is very hard to go to hell. Ni ngumu sana kwenda It's jehanamu. you yourself Ni wewe who will mwenyewe force your way there. utajilazimu kwenda kule, Because God knows maana Mungu anajua how it is that. jinsi ilivyo upande ule. That's why Ndio he maana sent Elijah. ametuma nabii Eliya. The king Mfalme had sent messengers ametuma wajumbe to consult witch doctors. wakaulize waganga, But God in his mercy lakini Mungu katika neema sent Elijah, ametuma Eliya, true prophet of God, nabii halisi wa Mungu vindicated aliyedhihirishwa with the truth, na ukweli with the living God, na Mungu aliye hai, to intercept them on the way. aingilie kati njiani. Hey, where are you going? Unaenda wapi? Who are you? Wewe ni I'm nani? Elijah the prophet. Mimi Eliya nabii. Where are you going? Mnaenda wapi? We are going to the place of Ekron, the God of Ekron. Tunaenda kwa Mungu wa Ekroni. To do what? Kufanya nini? The king has sent us Mfalme there. ametutuma huko. To do what? Kufanya nini? He is sick. Yeye ni mgonjwa, Is the condition is sick. hali yake ni He mbaya, needs treatment. kama kwa He needs to be healed. katika mahali pake Nobody can help him. hakuna mtu That's why he atamsaidia. has sent us to Ametutuma consult with the God of Ekron. tukaulize Mungu wa And Ekroni. you know Baal worship, Unajua Baali kwa God hates it. Mungu anachukia. Idolatry, Usiabudu sanamu, God hates it. Mungu anachukia. It's the same today. Ndio vile vile leo. But God sent a man of God Mungu anatuma mtu wa Mungu to intercept them. kuingilia kati. Amen. Thank you for saying amen. Amen. God bless you. Mungu akubariki. Do you see the grace of God? Unaona hiyo neema ya Mungu? Intercept them, don't go. Anawazuia wasifike. Return. Rudini. And indeed these people return. Na watu hao watu And when walirudi, they return, wanaporudi they took the report wanapeleka ujumbe to the king. kwa The mfalme. president. The president, who's that? Huyo ni nani? Forget about it. Sahau huyo. Who is the man who made you to stop? Ni nani amefanya msifike? They even didn't know him. Hata hawakumjua. Just described his appearance. Wakaeleza tu umbo lake. He's a hairy man. Yeye ni mtu mwenye manyoya. He's maybe black like me. Ni mweusi kama mimi. If it was us today, they will say a man from Uganda. Ni mtu He's black, he's tall. Ni mrefu hivi. Then he said, that is Elijah. Huyo haizi kosa kuwa Eliya. Do you know what happened? Unajua You kilichofanyika? read the Bible. Soma Biblia. Instead of this king Badala ya mfalme calling Elijah kumuita nabii a Eliya, true man of God, mtumishi a halisi wa true Mungu, prophet of God, nabii halisi wa a Mungu, messenger of God, mjumbe wa Mungu, with the word of God, neno la Mwenyezi who Mungu, does miracles, anaitenda miujiza, signs and wonders, ishara na maajabu, with the anointing of na God, upako wa Mwenyezi and Mungu truth in him. na ukweli ndani yake. You know what he did? Unajua alifanya nini? He sent a military garrison Akatuma jeshi to fight Elijah. kumpiga Eliya. He sent him Kamtuma a full battalion. batalion mzima. Said, go and fight that. Nendeni mkampige huyo Eliya. You can fight that holy roller. Nendeni Go and mkampige huyo fight that false prophet. yule nabii wa uongo. Like that's what they are saying today. Hivyo ndio wanasema leo hii. Can you imagine that? Hebu angalia hilo. And the first army, Na jeshi la kwanza Elijah, they came to Elijah. wakaja kwa Eliya. Say, you Elijah, Wasema wewe ndiye Eliya? what are you doing there? Unataka nini The hapa? king needs you. Mfalme anakutaka. We need you in the state house. Nakutaka You have a ikulu. case.
A criminal case. Kuna kesi kule ya ujambazi. You have a criminal case against the president. Kesi ya uhalifu kunao kule. Elijah said, Elia akasema, if I be a man of God, kika mimi mtu wa Mungu, fire come from na heaven moto utoke mbinguni and consumed them. na ukawalamba wote. The king went, set another battalion. Mfalme akatuma kundi The lingine same way, jinsi hiyo consumed them. ukawalamba And moto. the third one, La tatu, the servants realized, wakatambua huku this is not going to be easy. hii haitakuwa rahisi. And I believe you people Naamini nyinyi watu have heard a testimony mmesikia ushuhuda what God is at the beginning. yale Mungu amekuwa akitenda hapa. Be careful. Muwe waangalifu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The man came to Elijah, said, Akaja kwa Elia, the commander, amri jeshi, he fell on him. akaanguka kwa miguu, I say, have akaambia, mercy on me. unirehemu, Have mercy on me. unirehemu, Save my life. okoa maisha yangu. You see that? Unaona hiyo? And that general, he was saved Jenerali akaokolewa because kwa sababu he humbled himself before God. alinyenyekeza mbele ya Mungu. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Tonight, Leo hii if you humble yourself before God, ukinyenyekeza mbele za Mungu, God is ready to forgive you. Mungu atakusamehea. God is ready to save you. Mungu yuko tayari kuokoa nafsi God yako, give you the baptism of the Holy Ghost. kupatia ubatizo wa Roho Mtakatifu. God is ready to heal you. Yuko tayari kuponya magonjwa yako. Jesus is the same yesterday. Yesu ni yule jana, leo na hata Do you milele. believe it? Unaamini? But if you get the attitude, Ukibadilisha mawazo yako, that's gospel. wewe ni Gaspar tu. That's a one from Uganda. What can a Ugandan do for me? Uganda atanifanyia nini? You will go here worse than you came. Utaenda muovu zaidi ya But if ulivyokuja. you take this and humble yourself, Ukibadilisha na and say, unyenyekee, Lord, useme Bwana, I believe leo it. naamini. That man doesn't know me. Huyo mtu ambaye I anijua, believe what he's saying. najua anachosema It's touching my life. inagusa maisha yangu. And you humble yourself Na here, unyenyekeze hapa, God will come to your life. Mungu ataingia maisha You will yako. never be the same. Hautakuwa namna hiyo Give tena. a mighty clap. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Let's go to Jeremiah as we close from the beginning. Si kweli ndugu yangu? People have died Watu wamekufa in the hospital katika hospitali for failure kwa kukosa take the right medicine. kuchukua dawa inayostahili ama inayofaa. And tonight we are saying people have come to church Watu wamekuja kanisani, and died of sin, wamekufa na dhambi, died of alcohol, kufa na ulevi, died of adultery wamekufa na uzinzi in church kanisani, and gone to hell na wanaenda in jehanamu the church kanisani for refusing kwa kukataa take the full dose, kuchukua dozi kamili, the full medicine of God. dawa kamili ya Mwenyezi Mungu, Come under the blood of Jesus. kuja chini ya damu ya Yesu Kristo. Praise the Lord. People today have died Watu leo hii wamekufa katika dhambi in the church. wakiwa kanisani. I was in a place called Kasese last year. Nilikuwa mahali panaitwa I Kasese, was preaching in a crusade. nilikuwa nahubiri kwenye crusade. And I was preaching. Nikawa nahubiri, I started saying, nikaanza kusema the problem we have in Christianity shida tulio nao katika Ukristo, is we have quack doctors. tuna madaktari bandia. Do you know that we have now what they call a counterfeit of everything on earth? Tuna kila bandia ya kila kitu. Isn't it? Si In kweli? my country, Katika taifa langu is counter. They have brought fake medicine. wameleta dawa bandia. Recently, the government had to ban most of the medicine Ilibidi serikali ichome dawa that nyingi was being given for people ambayo ilikuwa inauziwa watu inoculation against hepatitis, kwa dawa ya hepatitis, because some what could I say? Some conmen. Let me use the one. watu watapeli, Some conmen, some corrupt people matapeli, watu who wanted to become rich walitaka kutajirika at the expense of society, kwa sababu ya watu at the expense jamii, of poor people, kinyume cha watu wa maskini, innocent people. watu wasio na hatia. They connived in some companies abroad, Wanaungana na makampuni kule bought fake medicine kuleta dawa bandia, for immunization against hepatitis, chanjo ya hepatitis, children and men, watoto na watu, especially the men, the sana women and women. sana wanaume. So now, and it ended up in the government through corruption. Ikaishia kwa And the serikali medicine was given to the nurses na dawa ikapewa to wauguzi immunize people in the country. wachanje nao watu. And it was discovered later on Ikagunduliwa that baadaye it was fake. ilikuwa bandia, And yet many people had already been injected. na watu wengi tayari walikuwa wamedungwa. Think of it, friend. Hebu fikiria marafiki, Innocent people. watu wasio na hatia.
And you find out that unapata ya kwamba we have such plenty of doctors today. Tuna watu madaktari kama hao leo hii. I don't know in Kenya, but in my country. Kwa kwenye hii sijui, lakini kwa nchi yangu. Every part of Kampala you go, you get clinics. Kila sehemu ya Kampala unaenda unapata zahanati. But most of those clinics, nyingi ya hizi zahanati, the medical personnel wale watu have never been trained. Hawajawahi fundishwa. Some just learned only how to put a syringe. Wanajifundisha tu namna ya kudunga. There was in Karamoja. Katika Karamojong. Karamojong, you know, in Karamoja. Unawajua. Karamojong are the least educated people in Uganda. Ni wale ambao hawajaelimika sana Uganda. But they have also learned some tricks. Na kuna jinsi wamejifundisha kutengeneza pesa. So one of them went. Mmoja wao akaenda. He just learned how to put a tree. Akajifundisha kudungwa. And discovered a few drugs. Akagundua dawa kadhaa namna ya kupeana. Then he called himself doctor. Akajiita daktari. Gave himself that title of doctor. Akajipatia taji la daktari. And the poor people go. Na watu masikini wakaenda. Tunaenda kuona daktari. He has never been a certificate. Hajawahi pata cheti chochote. Or degree in medicine. Ya dawa. And the poor people go to be treated by watu masikini wanaenda doctors. Kutibiwa na watu bandia. Until the government had to use the police. Serikali ikatumia polisi. To crack on such fake doctors. Kuendea watu kama hao. In the country. Katika nchi. And I want to say, brothers, sisters. Nataka niseme ndugu na dada. Even spiritually, I want the pastor to come. Hata kiroho nataka mchungaji aje. Even the hour we are living. Hata kuishi kwetu. We are living in a very dangerous time. Tunaishi katika majira hatari. My dear people. Wapendwa wangu. Maybe after this I'll go tomorrow. Pengine baada ya tomorrow here. Nina kesho tu hapa. Wednesday I'll be flying to Zimbabwe. Jumatano nasafiri Zimbabwe. There I'll go back to my country. Kutoka huko nirudi kwetu. But let me leave you with this. Wacha niwaache na ujumbe huu. Be very, very careful. Muwe waangalifu sana. Even the hour living. Hata kuishi kwetu. Satan knows that society is so desperate. Shetani anajua kwamba jamii. We went to those churches. Wameenda kwa makanisa. They taught us catechism. Wametufundisha catechism. They taught us penance. Wametufundisha pia penance. For confirmation. Na hata confirmation. They taught us purgatory. Na hata purgatory. That when you die, kwamba ukifa, that's when your family hapo ndio jamii yako the money italipa pesa to pay your soul, kulipia nafsi yako a temporary punishment to go to heaven. Kutoka jehanamu iende mbinguni. Even when the Bible says, hata Biblia ikisema, appointed a man to die once. After that is judgment. Ni hukumu. We accept that to be the truth. Tunakubali hiyo kwa kweli. We believe our bishop. Tunaamini maaskofu zetu. We believe the pope. Tunaamini papa. We believe our pastors. Tunaamini wachungaji. Do you know today? Unajua leo hii. Yesterday if you are here. Jana kama ulikuwa hapa. Pastor was telling us. Mchungaji wetu akawa anatuambia. Today. Leo hii. People have reached a level of pastors. Watu wamefika kichungaji. Like they have heaven. Wana mbingu ya kupatia watu. People have also believed them so much. Watu wamewaamini sana. The pastor mchungaji can tell them anaweza waambia anything. Chochote. Like in South Africa we are told. Kama Afrika Kusini tunaambiwa. Pastor telling someone. Mchungaji anaambia mtu. If you want to be healed. Ukitaka kuponywa. He has a snake. Ana nyoka. So then he says open your mouth. Fungua kinywa chako. He puts the snake in your mouth. Anaweka nyoka kwenye mdomo wako. So that you can get healed. Ili upate kuponywa. Think about that. Hebu fikiria hilo. There are pastors today. Kuna wachungaji leo hii. Who are giving grass. Wanapeana nyasi. Telling people they are flock to eat grass. Wanaambia washirika wa kule nyasi. As a medicine for healing. Kama dawa ya uponyaji. And so forth. Na namna hiyo. People believing it. Watu wanaamini hivyo. People flocking those churches. Watu wanajaa mahala hapo. I was in Nigeria. Nilikuwa Nigeria. 2 years ago. Miaka 2 imepita. Are you aware? Je, unajua? These people TB Joshua. Hao watu TB Joshua. I was shown his church in Nigeria. Kanisani. He has one of the biggest churches in Nigeria. Kanisa kubwa Nigeria. This Winners Chapel. Winners Chapel. Chris and all those fellows. Na hao watu wote. Their headquarters is Nigeria. Makao makuu ni Nigeria. Nigeria. With due respect. Na heshima yote. Is the headquarters. Ndio makao makuu. Of all good and bad. Ya mema na mabaya. That comes to the rest of Africa. Ambayo inaingia Afrika yote. It is Nigeria. Ni Nigeria. When it's education, hata kama ni elimu, it is finance, hata kama ni fedha, religion, hata kama ni dini, you go to Nigeria. Hebu nenda Nigeria. Their churches are so big. Makanisa yao ni makubwa. I was shown in a church in Nigeria. Nionyeshwa kanisa Nigeria. All Nairobi will enter in. Nairobi nzima itaingia huko. Have you ever seen such a church? Umewahi kuona kanisa kama hiyo? 4 million people. Watu milioni 4. Nigeria is 200 million people. Nigeria ni watu milioni 200. So Nairobi can just be one division. Inaweza kuwa tu of Lagos. Ya Lagos tu. Lagos is
20 million people. Lagos ni watu milioni 20. So if you have Nairobi 5 million, kama Nairobi ni watu milioni 5, a municipality in Nigeria. Hiyo ni wilaya tu Nigeria. You see? So Nigeria is a place. Nigeria ni eneo that you need to visit one day. Unastahili kutembelea siku moja. And you will see what it is. Na utaona ilivyo. And the influence of Nigeria has gone including films. Imeingia hata kwa filamu. Now they have replaced Hollywood with Nollywood. Wamebadilisha Hollywood na Nollywood. Every corner, kila pembe, you get films from Nigeria. Unapata filamu za Nigeria. Everywhere, Uganda, Kenya, everywhere. Kenya, Uganda, kila mahali. It has influenced the nation, the Africa. Imeshawishi mataifa ya Afrika. And I'm telling you, friends, if you are not careful, kama hamtakuwa waangalifu, if God will not give you grace, kama Mungu hatapatia neema, with a humble man like Pastor Gaspar, kusimama na mchungaji kama Gaspar na watumishi wengine who are humble, ambao ni wako tayari kueleza ukweli, you are going to perish. Mtaangamia. You are going to perish. Mtaangamia. You are going to the age of deception. Tumeingia katika enzi ya upotofu. Satan has really hiked the level of deception. Shetani ameinua hali ya upotofu. And he has taken advantage of people who are poor. Amechukua fursa ya watu masikini. For this, wenye mahitaji ya hii na hile. And poor people, na watu masikini, you know, you are a sheep of God. Nini kondoo wa Mungu. Unless you get a shepherd, ila mpate mchungaji, nobody, you will get lost. Mtapotoshwa. That's why we are regarded as sheep. Hii ndio maana tunatazamiwa kama kondoo. A sheep when it gets lost, kondoo akipotea, it needs a shepherd. Inahitaji mchungaji. Bring it back to the line. Kuirejesha katika uhai. And our shepherd tonight, mchungaji wetu leo hii, is the Lord Jesus Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. He is looking for you tonight. Utafuta leo hii. The shepherd is here. Mchungaji yuko hapa. He is trying to look for you. Jaribu kukutafuta nafsi yako. Get back from there. Nasema rudi kutoka huko. Come back to me. Rudi kwangu. Jesus said, come to me. Yesu anasema rudini. You labor and heavy laden. Na ulibebesha mizigo. You rest. Nitawapatia pumziko. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Yesu Kristo yule jana leo na milele. He is your savior. Tumaini lako, wokovu wako, uponyaji wako. He is your all in all. Yeye ni yote ndani ya yote. Put your faith in Jesus. Tia imani yako ndani ya Yesu. Praise the Lord Jesus. Amen. Don't listen, stop listening to the quack doctors. Wacha kusikiza madaktari bandia. They are giving you all kinds of quack medicine. Wanakupatia dawa ambazo ni bandia. Quack medicine. Dawa bandia. Some are giving you grass. Wengine wanakupatia nyasi. Some are giving you snakes. Wengine wanakupatia nyoka. Some are giving you soil. Wengine wanakupatia mchanga. Some are giving you anything. Wengine wanakupatia chochote. My pastor there knows. Mchungaji wangu pale anajua. A pastor calling himself a prophet. Kuna mchungaji anajiita nabii. In Kampala called Kakande. Kule Kampala anaitwa Kankande. He built a church. Amejenga kanisa. And in the church, pale kanisani, there is a spring of water. Kuna chemichemi ya maji. As they were building the church, the spring came out. Walipokuwa wakijenga chemichemi ikatoka. He has turned that spring. Amegeuza hiyo chemichemi. Call it holy water. Anaita maji takatifu. So every day, kila siku, people come with the jerrycans. Watu wanakuja na to fetch holy water. Vibuyu kuchota maji. And take it home. Na kupeleka nyumbani. Think about it. Fikiria hilo. So people are ready to take it. They are sick. Watu ni wagonjwa. People are sick. Watu ni wagonjwa. And they need help. Wanahitaji msaada. So they are ready to take any medicine. Wako tayari kuchukua dawa yoyote. And Satan is on rampant. Na shetani pia ameendelea hivyo. And you need to be careful, friends. Tuwe waangalifu. Hallelujah. Amen. Care for yourself. Ujiangalie. Listen to the voice of God. Sikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Jesus is the truth. Yesu ndiyo kweli. Jesus is the Bible. Yesu ndiyo Biblia. Hallelujah. Amen. Come back to the Bible. Mkarudi katika Biblia. Come back to the word of God. Rudi katika neno la Mwenyezi Mungu. Jesus said heaven and earth shall pass away. Yesu anasema mbingu na nchi zitapita. Can never pass away. Neno langu halitapita. The word of God is the truth. Neno la Mungu ndio ukweli. It's the only thing can save you. Hiyo pekee itakupokoa. Hallelujah. Amen. God's word is a light. Neno la Mungu ni mwangaza. If you reject the light, ukikataa mwangaza, you go into darkness. Unaenda kwenye giza. Praise the Lord. Amen. Stop listening to kakado. Wacha kusikiza madaktari bandia. They are giving you all remedies. Wanakupatia aina yote ya dawa. Against sin. Kinyume ya dhambi. Against sickness. Kinyume ya magonjwa. You know that. Unajua kwamba the more the doctors have become gone to school. Jinsi madaktari wanaendelea kuwa Kenyan government ya serikali ya Kenya spending a lot of money. Inatumia pesa nyingi bring new doctors. Kuleta madaktari wengine. Train our children. Kufundisha watoto wetu. Become nurses and kuwa mawauguzi na wengineo. But the more doctors. Na jinsi madaktari wanazidi wanavyoletwa in the universities. Katika vyuo vikuu. The more sickness we have. Ndio jinsi magonjwa yanazidi. Isn't it? Sio hivyo. Likewise. Ndio hivyo. Use all churches. Makanisa yote are full of people. Yamejaa watu. All
Call here in Nairobi. Hapa Nairobi. Nenda. There are preachers there. Kuna wahubiri. They are trying to give them medicine. Wanajaribu kupeana dawa. Some are giving the medicine of rosary. Wanapeana ya rosari. People have counted the beads in the rosary. Watu wamehesabu zile shanga mikononi mwao. Trying to get peace with the God. Kupata amani na Mungu. Trying to get salvation. Wanajaribu kupata wokovu. But they wake up in the morning. Wanaamka asubuhi. They see the burden of sin is still there. Bado dhambi iko maishani. The lust of adultery is still there. Tamaa ya usherati huko. The lust of alcohol is as tamaa ya ulevi bado huko. What is the problem? Shida ni nini? Is there no balm in Gilead? Je, hakuna zeri? That's what the Bible says. Biblia inauliza. Isn't there a true medicine? Hakuna dawa halisi Which God has given us. Ambayo Mungu ametupatia. That if you take that medicine, ukichukua hiyo dawa, you will be healed forever. Utaponywa milele. Your soul will be healed. Nafsi yako itaponywa forever. Milele. You receive eternal life. Utapokea maisha ya milele. You receive the birth of the Holy Ghost. Utapatia and you are free from sin. Na uko huru kutoka kwa dhambi. Jesus died on the cross. Yesu hakufa msalabani. Isn't his blood enough? Je, damu yake haitoshi to forgive your sin? Kusamea dhambi zako. Why should we take a substitute? Kwa nini tuchukue badala? When there is a real thing. Kama kuna ile halisi. You see that? Why do you brother go and eat grass? Kwa nini ule nyasi? When the blood of Jesus, kama damu ya Yesu, is the one who forgives your sin. Ndio inasamea dhambi zako. Who heals your disease. Anayeponya maradhi yako. Why will you listen to a preacher? Kwa nini usikie mhubiri anakupatia nyoka to take it ili ukule? When Jesus said, kama Yesu anasema, signs shall follow them that ishara hizi zitafuata wanaoamini. If they lay hands on the sick, wakiwekelea mikono kwa wagonjwa watapona. God says lay hands. Mungu anasema wekelea mikono kwa wagonjwa. Wagonjwa watapona. Another man gives you. Mwingine anakupatia, tells you to eat grass. Ule nyasi. Another tells you to drink water. Mwingine anasema unywe maji. Mwingine maji takatifu. Mwingine anasema nyingine na nyingine. Where is that in the word of God? Hiyo iko wapi kwa neno la Mungu? The devil certainly, Shetani is at work. Yuko kazini. But God is also at work. Mungu pia yuko kazini. God is in his word. Mungu katika neno lake. God cannot leave us in darkness. Hata tuacha gizani. That's why in this assembly, ndio maana katika kusanyiko hili tunahubiri ujumbe wa the message of truth. Ujumbe wa kweli. Salvation through Christ. Wokovu kupitia Kristo. Na Kristo pekee. And Christ is the word of God. Kristo ndio neno la Mungu. Cleansing of your sins akitakasa by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Healing of your sickness. Uponyaji magonjwa yako. Are you believing? Kwa kuwa wewe accepting Christ kumkubali Kristo as your personal healer. Kama Mungu believing what he did for you. Amini alichotenda msalabani Kalvari. As simple as that. Rahisi kama hiyo. Simple as believing. Rahisi kama kuamini. Is it hard to believe? Je, ni ngumu kuamini? From your heart. Kutoka moyoni mwako. If you doubt it, kama unashaka, then that's the problem. Basi hiyo ndio shida. But if you believe, lakini ukiamini, all things are possible. Yote vinawezekana. To him who believes. Yote anayeamini. The Bible isn't our God still alive? Je, Mungu wetu hayuko hai? Hallelujah. Amen. Why would we go to this this Maria? Legio Maria. Kwa nini tuende kwa Legio Maria? A man who has already died. Yule ambaye tayari amekufa. And his grave is still in the grave. Kaburi lake liko pale. And you are still worshiping him. Na bado unamwabudu yeye. You are still trusting him. Bado unamwamini. When we have one tukiwa na mmoja who died, aliyekufa but he rose again. Na akafufuka tena. And his grave na kaburi lake liko wazi Yerusalemu. Whom do you want to serve? Unataka kutumikia nani? If you are Muslim, kama ni Muislamu, unataka kutumikia Muhammad, utumikie Muhammad who died and is still in the grave, na bado yuko kaburini, and there are 4 horses, na kuna mafarasi 4 in the grave of Muhammad, la kaburi la Muhammad. They are still waiting him to rise. Bado wanangoja afufuke pale. Muslims still believe. Waislamu bado wanaamini siku moja Muhammad atafufuka. But for us, lakini kwetu in Christianity, tunawakilisha, we are not preaching hatuhubiri a man who is still in the grave. Yule ambaye yuko kaburini. We are preaching an empty tomb. Tunahubiri kaburi lililo wazi. Jesus died. Yesu alikufa, akafufuka tena. And we can prove it. Na tunathibitisha. You may ask me. Unaweza niuliza. Pastor Charles. Mchungaji Charles. How do you know Jesus unajuaje Yesu anaishi? He lives in my heart. Anaishi moyoni mwangu. I know the experience. Najua tajiriba. I feel it. Na mhisi hiyo. Hallelujah. Amen. I got the Holy Ghost. Pata Roho Mtakatifu. It changed my life. Badilisha maisha yangu. I can look at my life. Naweza angalia maisha yangu. I accepted Christ. Tangu nimkubali Kristo as personal savior. Kama mwokozi wangu. I can look at it now. Naweza liangalia sasa. Accepted Christ. Baada ya kumkubali Kristo. I see there is a lot of nami naona kuna mabadiliko. There is a lot of difference. Kuna tofauti kubwa. The things I used to love. Yale ambayo nilipenda before I knew Christ. Kabla kumjua Kristo. Sasa sipendi tena. The things I used to love. Yale ambayo nilitamania sana. Women. Wanawake. Alcohol. Pombe. All those things. Hayo yote. Smoking. Kuvuta sigara. Hizo zote. Haziko
tena maishani. There is a change. Leo nimebadilika In my life. katika maisha yangu. Because the Bible says, Biblia inasema he who is in Christ aliye ndani ya Kristo is a new creature. amefanyika kiumbe kipya. Only things Mambo ya kale passed out. yametoweka. Behold, everything Tazama tena mapya. has become new. Mambo yamekuwa You mapya. cannot meet Jesus Huwezi kutana na Yesu and remain the same. na ubaki vile You vile. must change. Lazima Your life must change. maisha yako yaonekane Your yamebadilika. thoughts must change. Mawazo yako yabadilike, Your walk must change. mwenendo wako Your ubadilike, dressing will change. uvaa pia kubadilike, Your associates will change. hata wenzako Your wabadilike, company will change. asira ibadilike, People you like will change. watu wanaopenda utabadilika, People you walk with will change. utakaotembea nao wamebadilika. You don't want to go back to people Utarudi kwa watu who don't respect the word of God. hawaheshimu neno la Mungu. But you love to be with the people Utapenda kuwa who will tell you the truth. ambao watakuambia Who ukweli, believe the Bible. wanaamini Who Biblia, believe on the Lord wanaamini Jesus. Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Are you ready to go back Uko there? tayari kurudi kule? I'm asking you, are you ready to go back there? Na kuuliza, uko tayari kurudi kule? If you are you ready to continue looking at going for penance Uko tayari kwenda kuendea or penance for confirmation? ama confirmation I also went for penance. ama kuendea I penance? had confirmation. Nikawa na confirmation, I took the Eucharist, nikachukua Eucharisti which they say is the little body of Jesus, ambao unasema mwili wa Yesu. and that's a lie. Hiyo ni uongo. That's not the literal body of Jesus. Huo sio mwili wa The Kristo. body of Jesus was crucified on the Mwili wa cross. Kristo ulisulubishwa God msalabani. lifted it. Mungu akauinua, It is in heaven tonight. uko juu mbinguni sasa. It's in the throne of grace and Uko mercy, katika ufalme wake, interceding ikiingilia kati upon you, the sinner. cha yako. Hallelujah. Amen. Jesus Yesu is not in that. katika ule It's the mkate. lie of the devil. That's a Sane. tradition of man. Hiyo ni itikadi ya mwanadamu What they call the mass ambao wanaita misa in the Catholic Church. katika Katoliki, The mass of Christ. misa ya Kristo. We don't, let me tell you, Wacha nikwambie, that is not Jesus. hiyo sio That's Yesu, not the body of Jesus. hiyo sio mwili wa Yesu, That is a lie. hiyo ni udanganyifu, That's just a mere bread. hiyo ni mkate tu. And when you come for communion, Unapokuja kwa hali ya we don't take communion. hatukuli That's the body of Jesus. kama mwili wa Kristo And the wine na mvinyo or the soda, Kama soda. that is the body, the real blood of kama Jesus. damu ya Yesu. No. Kamwe. In communion, Katika we communion just come and celebrate tunakuja tu what kusherehekea Jesus did on the cross. yale ambayo Yesu alitenda msalabani. Communion is to celebrate Ni kusherekea the finished work kazi kamili of Jesus ya Yesu Kristo on the cross of Calvary. msalabani Kalivari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's why normally when we preach, Tukihubiri, when I preach in our church, nikihubiri, we say we come to church tunakuja kanisani not to be tolerated by God. sio kuvumiliwa na Mungu. We come to church Tunakuja to kanisani celebrate God, kusherekea Mungu, to celebrate Calvary, kusherekea Kalvari, to celebrate the Lord Jesus kusherekea Bwana Yesu for the Kristo, great work He done for you kazi and me. kuu alitenda kwa ajili yako na mimi. We celebrate Tunasherekea Calvary. Kalvari, We celebrate the finished work. tunasherekea kazi kamili, It's already done. tayari limetendeka, It's finished. limemalizika. All we need to do, Kile believe tunahitaji and tena accept it. kuamini na kukubali. Hallelujah. Amen. I don't need a kosher bread. Sihitaji mkate tena, I don't need the buffalo. sihitaji buffalo, I don't need it. Sometimes they use chapati. sihitaji chapati, They use soda. wanatumia soda. That's bongo. That's wrong. Hiyo ni uongo, That's not the Bible. hiyo sio Biblia. Bible is Biblia ni Jesus. Jesus And Jesus. na Yesu peke yake. Hallelujah. Amen. Are you ready to receive Uko Jesus? tayari kumpokea Yesu? Are you ready to receive Uko Jesus? tayari kumpokea Yesu? Where would you go? Utaenda wapi Hang your soul na nafsi in yako the denomination katika dini when there is a living God mahali kuna here who's confirming His uko word. tayari kudhihirisha neno lake? Don't make a mistake Usifanye kosa like that king. kama yule He mfalme. was asked a question. Akaulizwa swali, Isn't there a living God in Israel je, hakuna Mungu aishie Israeli? that you go and consult the God of Ekron? Enda kuuliza Mungu wa Ekroni. What was the answer? Jawabu lilikuwa The ni answer was Jawabu lilikuwa, yes. But why would people reject the truth? kwa nini watu Reject the wanapinga true living God wakatai Mungu and aishie, they go to the devil. waende kwa shetani? They serve the devil Wanatumikia other than shetani. to serve God, Hawataki kutumikia who Mungu is the living God. ambaye ni Mungu aishie. So that is the message that I'm living with you. Huo ni Friends. ujumbe ambao nawacha nao wapendwa. Is there no physician there? Je, hakuna tabibu huko? You need an expert, Unahitaji a mtu spiritual mwenye ujuzi, expert, ujuzi someone who wake, knows the truth, anayeujua ukweli, a God called man, mtu aliyeitwa na Mungu, God called
called, aliyeitwa na God Mungu, ordained. aliyeteuliwa na Mungu. That's what we need. Hiyo ndiyo How tunahitaji. do you know that a man is God called, God ordained? Utajuaje mtu ameitwa na Mungu? He will preach the word, Atahubiri neno and God will come and confirm the word na Mungu atathibitisha hilo neno with the signs, kwa ishara, wonders. miujiza na ajabu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sorry to take your time, Pole kwa kuchukua wakati wako. but that was in my heart to tell you tonight. Ilikuwa moyoni mwangu nikueleze leo hii. And I have only tonight to tell you this. Na nina leo tu kukuambia We do hayo. not know when we shall meet again. Hatujui tutakutana tena If wapi. we don't meet on earth, Kama tutakutana, I hope we shall meet at the feet of Jesus. natumai tutakutana miguuni mwa Yesu. Hallelujah. Amen. Do you love me? Mnanipenda? I love you too. Nami nawapenda Do you sana. love Jesus? Napenda Yesu. If you love me, Kama I unanipenda, expect you to love Jesus more. natarajia umpende Yesu zaidi. Do you love Pastor Gaspar? Penda mchungaji Gaspar? Do you love Pastor Gaspar? Praise the Lord. Amen. I've not heard anything from you. Do you love Pastor Gaspar? The wonder of it all, just to think that God loves me.